Naam, karibu mtazamaji, naitwa Ahmed Jumabalo, ukipenda niite AJB. Lucy Maura ndio msaidizi wangu kwa upande wa lugha ya ishara. Kiongozi wa taifa Rais William Ruto amejitetea kwa kutia saini mswada wa matumizi mabaya ya tarakilishi na uhalifu wa mtandaoni pamoja na miswada mingine 7 kuwa sheria. Rais alisema sheria hiyo, ambayo utekelezaji wake umesitishwa kwa muda na Mahakama Kuu, unalenga kulinda watu dhidi ya unyanyasaji mtandaoni, itikadi kali za kidini na ugaidi. Alikuwa akihutubia ombolezaji kwenye mazishi ya babake Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja, Mzee Weston Kirosho Kanja, katika kaunti ya Laikipia. Rais William Ruto leo aliongoza maafisa wa serikali na viongozi kutoa heshima za mwisho kwa Mzee Weston Kirosho Kanja, babake Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja, katika eneo la Thome, kaunti ya Laikipia. He taught us the virtues of integrity, great values and respect to the others. You taught us what it means to be loved gently, deeply and unconditionally. Ni hapa ambapo Rais alichukua muda kueleza ni kwa nini alitia saini miswada 8 kuwa sheria, ukiwemo ule matumizi mabaya ya tarakilishi na uhalifu wa mtandaoni, hata baada ya kupokea taarifa za kifo cha aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya siku hiyo, na ni kazi ya kikatiba ya kutia mkono sheria, kwa sababu ilikuwa imepita viwango vyote. Nikaletewa na spika. Bahati mbaya tukapoteza waziri wetu mkuu wa zamani, lakini tayari nilikuwa ofisini kwa hiyo kazi. Hata nilikuwa nimevaa shati, nilikuwa naenda Ukambani kwa mambo ya barabara. Rais akisema kuwa sheria hiyo inalenga kuzuia na kupunguza unyanyasaji mtandaoni, itikadi kali za kidini kama zile zilizosababisha mauaji ya Shakahola, pamoja na kuwakinga watoto dhidi ya picha za pornografia na vitendo vya kupotosha mitandaoni. Wale wanaendesha hiyo biashara ya kuumiza vijana wetu, mpaka unakuta vijana wengi wana commit suicide, wanajinyonga kwa sababu ya terrorism ile iko huko ndani ya mitandao. Lazima tuwazuie hawa watu. Viongozi waliohudhuria mazishi hayo, wakiwemo Waziri wa Usalama wa Kitaifa Kipchumba Murkomen na kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, walikashifu matamshi ya gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga baada ya kifo cha Raila Odinga. Wale wanatumia mitandao kuendesha ugaidi, we must also stand up to them and protect the nation. 2, to stem the culture of religious extremism and cultic behavior within our religious organizations. Viongozi wa kisiasa wakihimizwa kuwa vumilivu ili kulinda umoja wa nchi. Tushindane kwa mipango ya kuinua Kenya, sio kushindana kwa chuki ya kuharibu nchi yetu. Biblia inasema kwamba ulimi ni kiumbe kidogo sana, lakini matatizo yake yanaweza kuwa makubwa. Political leaders were urged to exercise tolerance for unity of the country. Damu aliyezaliwa Give us maana Darubini.